Kwenye sekta hii ya usafirishaji, kama mnavyofahamu, ili barabara iitwe barabara lazima kuwe na kitu ambacho kinaunganisha. Unaweza ukawa na barabara nzuri, lakini kama haiwezi kuwa na structure kama daraja, hiyo barabara inakuwa haipitiki. Kwa hiyo tunajitahidi kadri ya uwezo kufungua barabara zetu kwa kutumia nyanja mbalimbali. Pamoja na kwamba tunajenga madaraja kwa kutumia zege, kwa kutumia mbao, kwa kutumia steel, lakini bado tumeona kwamba kuna umuhimu ili sekta ya usafirishaji iweze kukua kwa haraka hasa vijijini. Tumeona kwamba kuna haja ya kutumia teknolojia ya mawe. Teknolojia hii imeweza kutufungulia maeneo mengi sana ya vijijini tangia tulipoanza ujenzi wake mwaka 2017 pale TARURA ilipoanzishwa. Kwa mfano, kwa mpaka sasa tumejenga takribani madaraja 453. Haya 453 tumetumia takribani shilingi bilioni karibia 20, ambapo kama tungetumia kwa convention za kweli za kawaida zaidi ya bilioni 90 zingetumika. Sasa chukulia hii hali hii, ni kiasi gani tumewezesha ufunguaji wa maeneo yetu, ni kiasi gani wananchi wamenufaika kiuchumi, kijamii. Kiuchumi kwa maana kwamba tumewezesha wananchi vijijini kusafisha mazao yao kutoka vijijini kupeleka kwenye masoko, kutoka vijijini kupeleka kwenye magara. Lakini tukisema kijamii, wananchi wengi wamekuwa na shida mbalimbali za kufikia maeneo ya huduma za jamii. Kwa madaraja haya tuliyojenga, ni kiasi gani wananchi wamenufaika kwenye sekta ya usafirishaji? Tumeokoa maisha ya kina mama wangapi ambao walikuwa wanachelewa kwenda kupata huduma, sasa wanaweza wakawahi kwenda kupata huduma kirahisi zaidi. Tumeokoa watoto wangapi ambao walikuwa wanashindwa kwenda shule kwa sababu ya mafuriko, maeneo hayapitiki. Ni maelfu ya watu, ni maelfu ya watoto ambao tumeokoa. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, sekta ya usafirishaji kupitia teknolojia hizi tunazozisema imeweza kukua, na tumewezesha kwa kila mmoja kukua kiuchumi, mwananchi mmoja, kwa sababu sasa anaweza akasafisha mazao yake akayafikisha mahali ambapo anatakiwa na akapata kwa bei nzuri ukilinganisha na kule nyuma. Tunao mikoa ambao tunajenga barabara hizi, zimeokoa maisha ya watu. Kwa mfano, wale wa Mwanza wale, ukiangalia pale Igogo pale, Igogo na Bugando ni karibu sana, lakini zamani ilikuwa huwezi kupita pale kwa sababu ilikuwa ni mawe, hapawezi kupitika. Inabidi upite uende mpaka mjini, mpaka Nata, ndio ufanye nini, ndio uweze kurudi. Lakini sasa wananchi wanakatiza tu pale, dakika 3-2 umeshafika, takriban kilomita 2 au 3, lakini ukizunguka kule zaidi ya kilomita 10 na kitu ukizunguka Nata na kuingia Bugando. Kwa ukiangalia kwa undani, tumeokoa maisha ya watu wengi. Ni wangapi akina mama wangapi walikuwa wanapita kule wanazalia njiani? Ni wengi. Kwa ujumla, sekta ya usafirishaji tunahitaji kutumia mbinu mbalimbali ili tuweze kuifungua nchi yetu katika kipindi kifupi. Na washauri wadau wengine kama wenzetu wa TANROADS, tukimbili, nchi yetu ni kubwa. Tukisema tutumie zege, spidi ya kuwafungulia wananchi kwenye sekta ya usafirishaji itakuwa ndogo. Tutumie teknolojia hizi na imani kwamba zitatufungulia kufika kusikofikika.